Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wapenzi wa klipu za Babu Haj sote ngeni, asante sana. Leo nawaletea somo la dawa ya kuzuia chuma ulete. Chuma ulete ambayo inasumbua sana watu, na watu wengi wanatoa malalamiko kwa ajili ya kuuza na kutokiona walichokiuza. Anauza lakini alichokiuza hakionekani, mapato machumo hayaonekani, anazidi kurudi nyuma, anazidi kupata hasara kwa sababu ya hawa watu wa kina chuma ulete. Kwanza kabisa, chuma ulete ni nini? Chuma ulete ni kitu gani? Chuma ulete ni mdudu gani? Chuma ulete inafanyika namna gani? Chuma ulete ni mtu ambaye anaweza akaja na change pesa ili umchenjie, wakati pesa hiyo ameipaka dawa hiyo ya chuma ulete, basi ile atakupa change na ile hela yako atakurudishia. Na ile pesa huwa inatengenezwa pesa kama pesa, aidha anakuwa na azma mfukoni, ile pesa anaiweka katika ile azma, na unapomrudishia ile change anaiweka katika ile azma. Kwa hiyo na ile pesa yake ambayo ilikuwa kwenye azma ambaye amekupa wewe, na yenyewe inarudi, inarudi. Kwa hiyo pale tayari unakuwa umesha pata short. Aidha mtu anaweza akakusuka wewe mwenyewe, akisha kusuka wewe mwenyewe, basi chuma lako unalokuwa unalichuma mnagawana naye faida. Aidha faida yote inaenda kwake au mnagawana nusu kwa nusu. Haya mambo yapo na yanafanyika sana. Sasa ili uweze kukomesha njia hii, ufanye namna gani? Basi nisikilize vizuri mpaka mwisho tuweze kujifunza uzuri kabisa dawa hii, ambayo ni dawa mzuri ya kuweza kukusaidia katika shughuli zako, ili usiweze kuendelea kupata mikwamo, usiweze kuendelea kupata hasara. Asante sana. Dawa hii ni dawa nzuri sana kwa wale watafutaji, na pia kuna njia nyingine ambayo unaweza ukaitumia bila dawa na ukaweza kufanikisha kuzuia swala hili la chuma ulete. Asante sana. Pia kwa wale wapenzi wa vitabu vyetu, vitabu Ulimwengu wa Roho, kitabu cha Miujiza, kitabu cha Red Book, kitabu cha Black Magic, bado vipo. Wale wapenzi wa pete bado zipo. Wapenzi wa vidani vipo. Wale wapenzi wa karata zipo, zinapatikana na zinapatikana tena. Asante sana kwa wale wahitaji wa kujichekia mambo yao, basi tizama karata, chukua karata, zitakusaidia sana katika majambo yako. Dawa hii ya chuma ulete, chukua mzizi wa mgagani. Mgagani huu ni mgagani ambao ni mboga, huliwa kama mboga, lakini ni mboga ambayo huwa ni chungu. Ni chungu lakini inaliwa. Basi chukua mzizi wake, chukua mzizi wa tulatula, kwa jina jingine wanaita ndulele au tunguja au nyanyapole. Ukikutana kwenye kitabu changu pameandikwa tunguja, basi jua ndo mti huu wa ndulele.
Manake wengi sana wanapigia simu wananiuliza swali la kuhusu tulatula, ndulele au tunguja. Asante sana. Chukua kaa la moto lililozimika, lakini liwe la kuokota. Kaa la moto lililokwisha kufanya kazi alafu likazimika. Alafu chukua na mzizi wa ndimu au mbegu yake, funga pamoja kwenye kitambala cheusi. Funga pamoja kwenye kitambala cheusi, kisha tupia, yani kidogo tupia katika draw unamoweka pesa. Basi chuma ulete atakupa pesa yake, tia kwenye hiyo draw, pesa yake ndio imefia huko, haitarudi tena. Asante sana. Hiyo ndiyo dawa ya chuma ulete. Na chuma ulete kwa siku zote huwa haichukui pesa iliyokatwa kwenye upembe. Ndio maana unakuta unaweza kukutana na pesa nyingi zimekatwa kwenye pembe kwa sababu ya kuogopa chuma ulete. Anaweza kaja mtu akawa na wasiwasi naye, basi ile pesa kaikata ile kwenye upembe, kale ka upembe katupia humo, na hiyo pesa katupia humo, basi haiwezi kuhama ile pesa. Asante sana kwa kunisikiliza, na usisahau kusubscribe channel hii ili uweze kuendelea kupata masomo mazuri kabisa kutoka kwa Soda ya Ngeli. Thank you very much for watching Babu Haish aka Soda ya Ngeli. Thank you very much. Asanteni sana kwa kunisikiliza.